Ni siku ya Jumapili ambapo asubuhi ya leo mtazamaji wangu mpendwa ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bado tuko na mtumishi wake ambaye ni Pastor Emmanuel Ndambuki kutoka kanisa la ABC Chani. Yuko hapa tayari kabisa ili akaweze na kutubariki na neno lake kupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka, ambapo ninaamini kwamba unaendelea na kutafakari yale yote ambayo wamekuwa akitufundisha hiyo wiki yote. Na siku ya leo naamini kwamba pia utaweza na kupokea kile ambacho Mungu ameweza na kumuandaa nacho, ni kwa sababu yetu utaweza na kukipokea kwa ukamilifu ama kikamilifu. Na ninajua kwamba utaweza na kubarikiwa hata kabla haujaweza na kufika pale kanisani. Hivyo basi karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya baraka, tukaweze kupokea hilo neno pamoja. Mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo, nikijua ya kwamba usiku wako ulikuwa usiku wa baraka na umekuwa usiku wa neema ya Mungu. Na kukaribisha katika neno la siku ya leo, nikijua ya kwamba itakuwa siku ya baraka kwako na neno hili pia litaweza kukubariki. Na tuombe ni kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru ni kwa ajili ya neno lako takatifu. Asante ni kwa sababu ya mtazamaji ambaye anatazama asubuhi ya leo. Ninaomba Bwana ili akaweze kupokea neno hili na likaweze kuwa pia ya baraka kwake. Nisaidie nitakaponena neno lako, na wacha likaweze kuleta baraka kwa kila mmoja, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu twaomba. Amina. Neno letu la leo tutasoma katika kitabu cha Mathayo mtakatifu. Mathayo kifungu cha 27. Nitasoma mstari wa 46. Mathayo 27 mstari wa 46. Neno la Bwana linasema hivi: na kama saa 9 Yesu akapasa sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakithani, yaani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Leo nataka tunene juu ya ukamilifu wa wokovu wetu. Ukamilifu wa wokovu wetu. Yesu Kristo katika dakika zake za mwisho pale msalabani, kunayo maneno 7 ambayo alinena, ambayo yalikuwa ni dhihirisho ya kwamba amekamilisha safari ya kutafuta wokovu uliokuwa umepotea kwa mwanadamu, kuupea mwanadamu wokovu wa kweli kupitia kwa kifo chake pale msalabani. Yesu Kristo, neno la kwanza alisema Eloi, Eloi. Hii ilionyesha ya kwamba Yesu alikuwa akionyesha hisia zake za kuachwa, vile Mungu alivyoweka dhambi za ulimwengu juu yake. Kwa sababu ilionekana ya kwamba ni kama ameachwa. Na ndio sababu katika mstari wa 46 anasema ya kwamba Mungu wangu, mbona umeniacha? Katika yale maumivu yake pale msalabani, katika ile hali yake ya kuumia, Yesu aliuliza Mungu, mbona umeniacha? Ni kweli ilikuwa sababu yake Mungu ili akaweze kukomboa mwanadamu. Lakini katika ile hali Yesu aliona ni kama ameachwa na Mungu wake. Lakini ilimaanisha ya kwamba lazima akamilishe kazi ile ambayo Mungu alikuwa amemtuma ili kuitenda kwa wanadamu. Basi tunaona katika kitabu cha Luka mtakatifu kifungu cha 23 mstari wa 34. Tunaambiwa ya kwamba Yesu pia pale amesema kwamba Baba wasamehe, kwa maana hawajui walitendalo. Ukitazama Biblia inatuambia kwamba wale wake waliomjua ndio waliomwangika msalabani, walimkataa, wakamtundika katika msalaba, wakampiga mijeledi. Kwa nini? Kwa sababu ijapokuwa walikuwa wanajua, Yesu anasema ya kwamba Baba wasamehe. Hata akiwa pale msalabani, hata akipigwa, hata akidharauliwa, alisema ya kwamba wasamehe. Kwa nini?
wale waliomsulubisha Yesu hawakutambua upeo kamili wa yale waliokuwa wakifanya, kwa sababu hawakumtambua yeye kama Masihi. Hawakujua kama huyu ndiye Mwokozi wa maisha yao. Lakini Yesu anasema ya kwamba Mungu wangu, wasamehe hawa, kwa maana walitendalo hawalijui. Kuonyesha ya kwamba huu ndio ulikuwa mwanzo wake wa kuonyesha ya kwamba kama mimi nimepokea wokovu, basi kama Yesu Kristo pia nasi tufuatilie ule mfano wake, ya kwamba tuwasamehe na wengine. Alionyesha ya kwamba hata kama ndugu amekukosea, hata kama umekosewa na nani, kuna haja ya kumsamehe na kusema ya kwamba nimemsamehe, kwa maana na kutenda kwa wengine labda wanatenda bila kuelewa, bila kujua mtu huyu ni nani. Lakini Yesu anasema ya kwamba Bwana, wasamehe hawa, kwa maana hawajui walitendalo. Tunaambiwa ya kwamba katika kitabu cha Luka mtakatifu 23 mstari wa 42 anasema, na kuambia ukweli, leo hii utakuwa pamoja nami katika paradiso. Ni nani aliyeambiwa neno hili? Yule mwifi ambaye pale msalabani alipomtazama Yesu alijua ya kwamba wao walikuwa na makosa ya kuwekwa pale msalabani. Na akasema ya kwamba Yesu, utakapofika mbinguni na hata nikumbuke. Lakini Yesu akamwambia ya kwamba, akamhakikisha mmoja wale wahalifu msalabani kwamba atakapokufa atakuwa pamoja na Yesu hata mbinguni katika ufalme wake. Inaonyesha ya kwamba kule kutubu kwetu, kule kuomba msamaha, tuelewe sisi ni wakosaji. Yesu alikuwa mkamilifu, Yesu alikuwa ni mtakatifu, lakini akakubali kubeba dhambi zetu. Basi na sisi ambao tuko na dhambi, tunaambiwa ya kwamba tunastahili kutubu makosa yetu. Yesu alikuja ili tukaweze kuomba msamaha. Mpenzi mtazamaji, unapowaza juu ya kifo cha Yesu, unapowaza maneno ya Yesu pale msalabani, unapomtazama yule mwifi ambaye alikuwa anaomba msamaha, je, unajua ya kwamba hata kwako inakupasa kutubu dhambi zako, kujielewa ya kwamba wewe ni mwenye dhambi, na utakapotubu dhambi zako kunayo hakikisho, kama vile mwivi alivyoambiwa na Yesu, utakuwa nami kuanzia leo hata pale mbinguni. Hivyo nasi tunapotubu dhambi zetu, hata ufalme wa Mungu tutaweza kuona, kwa maana watakao rithi ufalme wa Mungu lazima waweze kuwa watakatifu. Yesu neno hili ya mwisho akasema ya kwamba imekwisha. Neno hili lina maana gani? Maneno ya mwisho ya Yesu pale msalabani yalimaanisha kuwa mateso yake yalikuwa yameisha, na kazi yote yote aliyopewa na Mungu aliyokuwa amempa yeye kufanya ilikuwa imekwisha. Ni kweli Yesu alitumwa ili ahubiri injili njema. Ni kweli Yesu alitumwa ili akafanye miujiza. Ni kweli Yesu alitumwa ili tukaweze kupata wokovu. Anasema ya kwamba Baba, yamekwisha. Je, unajua ya kwamba yote yalikwisha pale msalabani? Unajua mambo yako yalikwisha pale msalabani? Na ndiyo siku ya jana tulijifunza kumtazama Yesu. Yesu aliyesema ya kwamba yamekwisha. Kazi ile ambayo alikuwa ametumwa ili akaweze kuifanya yalikwisha pale msalabani. Mambo yetu yaliyokuwa magumu, ule uhusiano wetu ulikuwa umeharibika, hakika tulirudishiwa pale msalabani. Hakika kule kuwa mbali na Mungu kulikwisha pale msalabani, na tukaletwa karibu na Mungu. Wokovu wetu ukakuwa mkamilifu. Wokovu wako ukaweza kuwa mkamilifu. Wokovu wangu ukaweza kuwa mkamilifu, kwa maana Yesu alisema ya kwamba yamekwisha. Ni nini ambacho unaweza sema leo? Ni kana kwamba kimekukalia. Ninakukumbusha ya kwamba ujue ya kwamba yamekwisha. Deni letu ya dhambi lililipwa na Yesu pale msalabani. Ulikuwa umedaiwa. Nilikuwa nimedaiwa na Mungu, lakini nikalipiwa deni pale msalabani. Nikaupokea wokovu, na wokovu wangu ukaweza kuwa mkamilifu kwa sababu ya nguvu za msalaba. Mtazamaji, mkumbali huyu Yesu. Na kama bado haujaokoka, ninakuambia siku ya leo, mpokee huyu Yesu akaweze kuwa mwokozi wa maisha yako. Na hakika mambo yako yataweza kuwa sawa, na utaweza kuenda kwa pamoja na Yesu katika maisha yako. Bwana akubariki
na kaweze kulibariki neno lake takatifu. Amina. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru ni kwa ajili ya neno hili. Hakika pale msalabani tulilipiwa deni letu na Yesu. Na kupitia kwa machungu yote, kupitia kwa mapito yake yote, tuliweza kupokea ukamilifu uokovu wetu. Na hakika alikamilisha wokovu wetu pale msalabani. Bwana, tupe kuulinda ule wokovu. Tupe kutetea imani yetu. Tupe kutetea huyu Yesu. Ili maisha yetu Bwana yakaweze kuwa baraka. Bariki mtazamaji na umpe kujua ya kwamba ukamilifu wa wokovu wake ulimalizwa na Yesu pale msalabani. Tuokoe na tujalie katika mambo yote. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu twaomba na atakushukuru. Amina. Bwana akubariki na kutakia siku njema, siku yenye baraka. Asante. Tumeweza na kufundishwa juu ya ukamilifu wa wokovu wetu. Na hapa tukaweza na kufundishwa maneno 7 ambayo Yesu aliweza na kuyanena ama kuyatamka pale msalabani. Yote yalitamkwa kwa sababu ya nani? Kwa sababu yangu na wewe. Na hayo yote ambayo tumeweza na kufundishwa, ninakusihi tu tukaweza na kuendelea na kutafakari na kuyaweka maanani. Na pia kuyatia katika matendo yetu. Tumeweza na kuona kwamba Yesu pale msalabani aliweza na kusema Eloi, Eloi. Aliweza na kumlilia Mungu mwenyewe, maana aliona kama binadamu ameweza na kuachwa pale kidogo. Akaachwa kwa sababu ya nani? Kwa sababu yangu na wewe. Maana zile dhambi zote alikuwa amezibeba pale. Na pale tena akaweza na kusema kwamba Mungu mwenyewe asamehe, akaweza na kuonyesha na kusamehe. Na ndo sababu hata pale aliweza na kusamehe. Unakumbuka kwamba kulikuwa na wawili ambao walikuwa wamewambwa pale msalabani pamoja. Mmoja akawa tu mjeuri. Yule mwingine aliweza na kumsili, akaweza na kumsamehe, na hata hivyo aliweza na kusamehewa na kuambiwa kwamba tutakuwa pamoja katika ufalme wa mbingu. Maana aliweza na kumwambia Yesu kwamba nikumbuke ukifika huko. Je, wewe kilio chako ni cha aina gani kwa Yesu? Unasema kwamba akaweza na kukumbuka ama bado unaendelea tu na kuwa mjeuri? Tumefundishwa fundisho ambalo ni zuri. Zidi na kulitafakari na likawe ni la msaada kwako. Na ukaweze kufikiria na kuona kwamba Yesu alikufa msalabani ni kwa sababu ya dhambi zako. Kuna haja ya kumgeukia. Kuna haja ya kuona kwamba unafaa ukaweze na kuokolewa. Kuwa na wakati mwema, kuwa na siku njema. Ibada mahali popote pale utaweza na kuhudhuria, ukaweze na kubarikiwa. Pasa tumeshukuru sana, hiyo wiki yote umekuwa ni wa baraka kwetu. Mwenyezi Mungu na akubariki. Pia wewe mtazamaji wangu ukaweze na kubarikiwa, na tupatane tena kuanzia hiyo siku ya kesho. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael. Bye.